Bwana Yesu asifiwe. Sema napokea neema leo ya kwenda kimataifa kwa jina la Yesu. Ninapokea neema ya kuvuka mipaka. Ninapokea neema ya kuinuliwa kwa jina la Yesu. Kwa hiyo tukiwepo namna hii, unaweza ukafikiri tunaishia hapa, tunaishia Mtunduni. Sana sana tumejitahidi sana CCM. Waarabu hawa Yesu anakutana nao kwa namna yake. Watu wa India, Wahindi hawa waabudu ng'ombe, Yesu anawatendea, wako nafasi ya tatu. Kwa hiyo wanamfuatilia kwa ukaribu sana. Amerika ndio wako sehemu ya 4 na wamedumu sana kutufuatilia watu wa Amerika, na Yesu awabariki. Na hata sasa kuna wengine wako pamoja nasi online, wanaendelea kufuatilia ibada hii moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Tunakwenda kusoma maneno ya Mungu hapa katika Nehemia sura ya 12. Nehemia sura ya 12, na wengine sasa tuko nao. Barikiwe sana mtazamaji, unaendelea kututazama hapo ulipo. Imani yako itakuponya, imani yako itakuinua. Tunasaluti imani yako, sijui mahali uliko, lakini Yesu anakuona na Yesu atakwenda kugusa maisha yako. Leo ninazungumzia habari ya kuinuliwa. Huwezi ukajiinua mwenyewe na ukadumu kwenye level hiyo. Ukiinuliwa na wanadamu, watakushusha siku moja. Ukiinuliwa na pesa, siku moja pesa zitaisha. Ukiinuliwa na kikundi fulani, hicho kikundi kinaweza kikakusaliti. Ni vizuri uinuliwe na Yesu. Ukiinuliwa na Yesu, hakuna mtu atakaye kushusha, hakuna mtu atakaye kuangusha, hakuna mtu, hata kama watu wakikuacha wote, lakini utabaki huko juu. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Ukainuliwe siku ya leo. Uinuliwe kuliko adui zako. Uinuliwe kuliko wanaokuchukia. Uinuliwe kuliko wanaokukasirikia. Uinuliwe kuliko wanaokufuatilia.